We are proceeding with our topic of thermionic emission. Now we are going to see about X-ray production. So before starting, let us remember about the thermionic emission. That is the releasing of electron from the metal after heated. So let us start with X-ray production. So X-ray are produced due to the suddenly decelerating of fast movement of electron when they are collide in the target, interact with target of anode. In this process of deceleration, more than 99% of electron is converted into heat energy, and less than 1% of the energy is converted into the X-ray. So electron is releasing from the filament. This is the filament. Tube voltage is applied. After voltage is applied, here electron is released. Therefore, electron is accelerated toward the positive charge anode, which gives them central energy. So the electron strikes the anode. This is also known as a target. So the energy released via interaction of anode and atom produce X-ray photon. So as we have already said that when electron strike the target, 99% of electron is converted into heat energy, therefore can cause damage of the anode. In order to avoid the damage of the anode, this anode must be cooled. Here there is cooling machine that can be applied in order to avoid the damage of the anode. So and 1% of energy is converted into what? Into the X-ray. Kwa Kiswahili ni kwamba tupo tunaelezea kuhusiana na namna gani X-ray inavyoweza kuzalishwa. X-ray inatolewa kwa namna gani? X-ray inatolewa pale ambapo metal hii metal ambao ni filament au tungsten ikipigwa hit kutokana na voltage itakayokuwa imeunganishwa hapa source ya umeme, hit itakayopigwa hapa itasababisha electrons zitoke. Kama tulivyojifunza awali katika topic yetu ya thermionic emission, ni kwamba electron zinatolewa baada ya kupigwa heat energy, kwa sababu electrons zitagain ile energy, zitasababisha electrons zitoke hapa. Sasa electrons zikitoka hapa zitasafiri, zitaelekea kwenye positive charge ambayo ndio ya anode, ambapo zikifika hapa kwenye positive charge ambao ni anode, ambapo electrons zimekuja na high voltage, zitatoa kiwango fulani cha energy hapa baada ya kukutana na energy na baada ya kukutana na anode. Sasa baada ya kukutana na anode, electrons zitagonga hapa, zitasababisha kiwango fulani cha energy ambacho 99% ya energy itakayotokana hapa baada ya interaction anode itabadilishwa, itakuwa heat, na chini ya 1% hapa ya ile energy ndio itatoka kama X-ray, kama tulivyoona hapa. Heated filament, this is the filament, it emit electron by thermionic emission, itatoa electron. Sasa electrons kutoka hapa, electrons zitasafiri kutoka hapo kwenye filament, zitaelekea hapa kwenye anode kwa high voltage. Sasa electrons zikifika hapa kwenye anode hapa, zitakuwa na energy, zitatoa energy, ambapo baada ya kuinteract na anode, sasa 1% au chini ya 1% ya ile itabadilishwa kwa X-ray, itatoka hapa kama X-ray, lakini 99% zitazalishwa kwa heat energy. Sasa ile heat energy inaweza ikaathiri anode, kutokana na hivyo inatakiwa ipozwe hapa, baada kuwepo na cooling machine ya kuweza kuipoza. Kama tulivyoelezea hapa, X-ray are produced by accelerating of electron with a high voltage and allow them to strike the metal target. X-ray zinatolewa hapa, zinatoka na high voltage, electrons zinatoka hapa, electrons zinatoka hapa kutokana na ile energy. Alafu ile zile electrons zitakuja kustrike hapa, zitagonga. Baada ya kugonga hapa ndio zitaweza kutoka kama X-ray. If the bombarding of electron have sufficiency of energy,
they can knock an electron out of the inner shell of the metal atom, kwamba ikiwa electron zina kiwango fulani cha energy zinaweza zikagonga hapa, na zikigonga hapa zitasababisha kuweza kutoka pale. Sasa baadhi zitatoka hapa ndio zitakazotoka kama X-ray. So let us see the difference between soft X-ray and hard X-ray. Ngoja tuangalie tofauti iliyopo kati ya soft X-ray na hard X-ray. Soft X-ray have wavelength of 4 angstrom or above, or have less frequency, or have less energy. That is what? That is soft X-ray. Kwamba soft X-ray ina wavelength ya soft X-ray ni 4 angstrom, ni 4 angstrom. Na hard X-ray ina low wavelength ambayo ni 1 angstrom, lakini ina frequency kubwa na ina high energy ukilinganisha na soft X-ray. Lakini so hivyo soft X-ray ina low penetrating power, ina uwezo mdogo sana wa kupenyeza, lakini hard X-ray ina high penetrating power, ina uwezo mkubwa sana wa kupenyeza. Lakini so hivyo tu soft X-ray, they are produced at a comparative low potential difference. Soft X-ray inatolewa na kuweka voltage kidogo au potential difference kidogo, lakini hard X-ray inatolewa na potential difference kubwa, voltage kubwa. Sasa ngoja tuangalie kuhusiana na matumizi X-ray, uses of X-ray. Sasa X-ray ina matumizi tofauti. Kwa mfano, in art, X-ray can use it to detect the covering point. In engineering, X-ray can use it to checking the metal casting for defect or crystal analysis. X-ray ina matumizi mbalimbali. Mfano, kwenye engineering inaweza kuangalia damage of the metal, kama kuna metal zimeharibika au kuna tatizo, X-ray inaweza ikapiga pale ikaweza ikarekodi na ikaonesha sehemu yenye tatizo. Lakini so hivyo in medicine, X-ray katika medicine ina matumizi mawili. Ya kwanza ni diagnostic. X-ray inatumika ku detect broken bone or broken part of the body. X-ray ina uwezo wa ku detect, kutambua sehemu iliyoharibika yenye tatizo katika mwili, kama kuna mfupa umevunjika na kadhalika, kwa sababu ina uwezo mkubwa sana wa kupenyeza. Lakini so hivyo in addition with absorber, tukiongezea material absorber kama vile barium, iodine, X-ray inaweza ikatumika kufanya checking kwenye respiratory na digestive disorders. Inaweza ikaangalia mifumo mbalimbali ya mwili. Katika therapeutic, X-ray inaweza ikatumika kutibu kansa, kuangalia sehemu zilizoathirika katika mwili. Hayo ni baadhi ya matumizi ya X-ray. Lakini mbali na hivyo, inahitajika sana X-ray kutumia kwa makini sana, kwa sababu inaweza ikaleta madhara ya kuharibu tissue za mwili, damage of the body tissue. Sasa explain about the X-ray production. This is our question, and in this question we will make an overview about the X-ray production. Thank you for listening to me.